Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo Jumapili tarehe 27 Juni mwaka 2021. Kichwa cha somo la leo kinasema kuacha kusali kwa kisingizio cha kukosa kanisa zuri. Kuacha kusali kwa kisingizio cha kukosa kanisa zuri. Yamkini masomo haya au somo hili linaweza lisiwe linakuhusu moja kwa moja ulioko hapa. Kwa sababu tumekuja kanisani. Lakini tunapohubiri hapa mara nyingi haya masomo yanawafikia na watu wengine. Kuna watu wanatufuatilia kutokea hata nje ya nchi. Tumekuwa tunapata mawasiliano kutokea Kongo, wanaongea Kiswahili, kutokea Kenya, wanaongea Kiswahili na hata Burundi. Tena Burundi ni wengi zaidi. Lakini pia na Watanzania wengi tu wanatufuatilia. Na somo hili inawezekana halikuhusu wewe moja kwa moja leo na mimi, lakini likaja kutuhusu katikati hapo. Maana unaweza kukuta masomo mengi ni vizuri tuyajue kabla, halafu yaweze kutujenga na kutuzuia kufanya jambo baya kabla halijatupata. Si vizuri kusikia somo wakati tayari ushapatwa na hilo tatizo. Kwa hiyo somo kama hili linaweza lisikuhusu moja kwa moja leo, lakini likakuhusu miaka mitatu baadaye. Leo hii kuna Wakristo wengi. Kuna Wakristo wengi au watu ambao wanamtafuta Mungu, hawaendi kwenye ibada popote pale, na ni wengi, namba kubwa tu. Wanakuambia kanisa langu, sina kanisa hapa Tanzania. Kanisa langu liko Nigeria. Mimi nataka kanisa la TB Joshua, lakini sina kanisa hapa Tanzania. Haendi kanisani. Mwingine anakuambia kanisa langu liko Arusha. Mimi niko Dar es Salaam lakini sina kanisa. Kwa hiyo siendi tena kanisani. Tutakuja kuona baadaye kwamba watu wasioenda kanisani kwa mtindo huo kwanza ni madanganyo ya shetani. Itakuwa ni kipengele cha kutegemea. Tunaona vipengele vinne. Hicho kipengele kimoja wapo kitakuwa kinaeleza tatizo hili limeanzia wapi. Tutakuja kuona hili tatizo litampeleka mtu wapi na nini, lakini chanzo chake ni nini? Chanzo chake ni nani alishawahi kuangalia, tuanze kwa mifano. Alishaangalia video za wanyama. Simba akiwa anawinda nyati. Nyati wakiwa kundi kubwa wako pamoja wameshikana. Kusanyiko la nyati. Simba hapenyi kwa urahisi. Ila akitaka kumuua mnyama mmoja wapo katika wale, anafanya mbinu zozote. Biblia inasema shetani ni simba angurumaye. Anahakikisha kwamba amemtoa kwenye kusanyiko, amemweka peke yake. Akishafanikiwa kumweka peke yake, kwa vyovyote vile atamla. Au atamla. Ndio mbinu. Shetani sio rahisi aje apenyeze katikati akuchomoe au nichomoe ndani ya kusanyiko. Ila akishafanikiwa kukutenga wiki 2, 3, 4, 5 atakufanya anachotaka kama simba. Kwa hiyo ni mbinu ya shetani, tutakuja kuiona na kimaandiko. Hii nimeanza kwa mifano tu kwa sababu tukienda kwenye maandiko haraka haraka wakati mwingine mtu anakuwa hajaelewa hoja. Kwa hiyo lazima tuanze kwa mifano. Kwa hiyo unakuta kuna mtu anakuambia mimi siendi kanisani kwa sababu hii na hii na hii. Sehemu yote hii hakuna kanisa zuri. Nitasema pia kwa maandiko. Tutaona kwenye Mathayo 23, ila sitaenda huko sasa hivi. Ni kama utangulizi tu. Kwamba kweli makanisa mazuri hayapatikani, hayapo. Sio mengi, lakini kama utangulizi tu. Twende katika kitabu cha twende kwa maandiko. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Tuna maandiko mengi leo, kwa hiyo ninaomba kwa sababu ni tatizo kubwa. Hili somo kwa sababu ya ukubwa wa tatizo litakuwa lihubiriwe kwenye Jumapili 2 mfululizo. Nikaona tutakuwa kama tutachoka. Ngoja tusome ndani ya wiki moja tu inatutosha. Kwa hiyo kwa sababu ya wingi wa maandiko itabidi twende haraka. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19. Wafalme wa Kwanza 19 tuone Mungu anasema nini. Wafalme wa Kwanza 19 pale kuna Elia akiwa anapambana na manabii wa uongo.
Wafalme wa kwanza 19:18 Biblia inasema hivi. Wafalme wa kwanza 19:18 mstari wa 18 Wafalme wa kwanza 19 anasema hivi. Pamoja na hayo nitajisazia katika Israeli watu 7,000 kila goti lisilo mwinamia Baali na kila kinywa kisicho mbusu. Elia alikuwa amesema sikupata muda kwenda nyuma zaidi kwa sababu muda pia. Alikuwa anamwambia Mungu anasema sasa mimi ndo niko peke yangu. Yaani kama ni kanisa anasema niko peke yangu hakuna kanisa jingine. Kama katika manabii niko peke yangu, katika watu wa Mungu niko peke yangu. Kimsingi angeweza kusema nitafanyia kila kitu nyumbani kwangu, sina mshirika. Lakini Mungu akamwambia hapana, ninao watu 7,000 nitajisazia wapo wamebaki 7,000. Ambao wako upande wako. Kwa hiyo mtu anapokuambia sina kanisa Dar es Salaam, sina kanisa Tanzania mpaka niende Nigeria. Sina kanisa kanisa langu liko Utah Marekani. Kuna makanisa yako Utah peke yake Marekani. Jimbo moja linaitwa Utah anaita. Huyo ujue anataka kuwa na upofu kama wa Elia akidhani ni yeye peke yake lakini wako na wengine. Mungu hawezi akashindwa kujisazia watakatifu. Anasema milango ni michache ndio. Mlango ni mwembamba ndio lakini unapitika. Unaweza kusema labda halifanani moja kwa moja na mambo ya kanisa. Mtende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume mlango ule wa 18. Matendo ya Mitume 18:10 anasema hivi. 18:10 anasema hivi. Kwa kuwa alianza mstari anasema Bwana akamwambia Paulo kwa maonyo usiku, usiogope bali nena wala usinyamaze kwa kuwa mimi ni pamoja nawe wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Mungu anamwambia usifikiri uko peke yako, kuna watu wengi. Kuna watu wengi mnaweza mkakusanyika pamoja kama kanisa mkaniabudu. Sasa unapoona mtu anadhani anakuambia mimi sina mwingine kanisa langu liko Mbeya tu. Au kama yuko Mbeya anasema kanisa liko Dar es Salaam siwezi nikakusanyika. Unasema hapana wako na wengine. Fanya bidii watafute. Fanya bidii. Tutaona pia kwamba Mungu ukimwomba kitu atakupa. Ukimwomba ibada atakupa ibada. Akiona huna haja nayo unataka kuamkia kwenye TV ndio ibada yako unamwangalia TV Joshua akiwa Nigeria eti ndio ibada yako. Anakuambia ngoja nimwache akae hapo hapo. Lakini ukimwambia Mungu nataka kusanyika. Na tutaona kwamba Mungu anatudai tukusanyike. Ni lazima ni sheria ya Mungu. Kusema kwamba mwingine anakuambia na nikiri pia kwamba wengi wa watu wasioenda makanisani kwa kusema hana kanisa anakuwa ni watu wa kiroho. Anakuambia maneno anakuambia ninaye Yesu peke yangu tuna urafiki na Yesu. Yesu huyo analikwambia kwamba usiache kukusanyika. Hajakwambia kwamba njoo tuwe marafiki peke yake hapana anasema tuwe marafiki lakini nakutaka uwe sehemu ya mwili wa Kristo ambalo ni kanisa. Kwa hiyo nakwambia mimi nimeshaacha kwenda na wengine wako kwenye mitandao wanajisifu nikiri. Huu ni mwaka wangu wa 5 siendi kanisani mimi na Yesu. Huyo ni shetani ameshamtenga nyati yuko anamshughulikia. Bado tu kummaliza. Mtu Mkristo, mtu asiyekusanyika na wengine kwa sababu hamjui Kristo, huyo kidogo inaweza kaeleka kwamba muda wake bado hajaona. Lakini mtu anakuambia haendi kanisani kwa sababu anamjua Kristo, huyo amepotoka kuliko asiyemjua Kristo kabisa. Amina. Na somo hili pia halihusu hao watu ambao hawaendi kanisani kabisa kwa sababu hana kanisa zuri. Linahusu pia na mimi na wewe ambaye tunaweza tukaacha kwenda kanisani au tunaenda tunapojisikia mara moja. Unajua kuna watu wengine wanakuta anaenda kanisani tu siku tu anaona
leo ni ngoje niende tu kanisa. Yaani hana ule udhibiti, ule uthabiti, ule msukumo. Pili nikiri kwamba kuna vitu viwili pia. Kwamba wali kuna makanisa ambayo unaweza kaenda ukatamani. Kwa sababu hawana anachofundisha. Lakini sio kigezo cha kutokwenda. Tunakuja kuona Yesu aliwaambia watu. Alikuwa wapeni Mafarisayo, anasema ninyi ni mashetani. Lakini anasema Mafarisayo wamekaa kwenye kiti cha msanenda tu. Kasikia mafundisho yao. Kuliko kukaa nyumbani. Je, Yesu alikuwa anawapenda Mafarisayo? Hapana. Na mimi nakwambia ukikosa kanisa lenye kuhubiri injili kama hili tulilopo sisi, basi nenda katika jingine lolote lile, lakini katika mienendo yao usienende, tutafika kwenye huo mstari. Ila kwa maneno wakisoma Biblia ipokee. Amina. Lakini usiende kwenye kanisa baya kama liko zuri basi. Kwa hiyo linawaangalia makundi ya kutokwenda kanisani. Kundi kubwa linaloangaliwa na somo linalo kichwa cha somo la leo ni kuacha kusali kwa sababu ya kukosa kanisa linalokutosha. Lakini pia kuacha kusali kwa sababu yote ile. Ikiwa ni pamoja na kujisikia nimechoka, kujisikia mwingine anakuambia nina kazi nyingi. Hapana, hakuna kazi inayoweza kutosha kukuzuia kusali. Haipo. Kama kuna kazi inayokunyima kusali, uiache. Mungu atakupa chakula. Ache. Iache kabisa. Sasa ngoja tulinganishe, twende katika sehemu. Bado tulikuwa tunaangalia kwamba wakati mtu anadhani yuko peke yake hakuna wengine, Mungu anasema hujafungua macho, umeziba. Wako wengine kama wewe, wako watumishi wangu, kazi yangu iko pembeni mwako, iko hapa. Wewe Elia unadhani uko peke yako, wako wengine 7,000. Paulo anahisi kwamba alikuwa anafikiri kwa Efeso. Anafikiri kwa Efeso hakuna mtu, kumbe kuna watu wamejaa pale. Hem tusome katika kitabu cha Mathayo. Okay, tusisome pale niseme kwa sababu usifungue nitaitamka mdomoni. Yesu alimwambia Petro na wanafunzi wake na wanafunzi wengine. Akasema nami nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Huwezi kusema hakuna kanisa basi Mungu hajajenga kanisa. Milango ya kuzimu imeshinda. Kwa kila sehemu utakapokuwa kutakuwa kuna kitu fulani ambacho Kristo amekifanya kiko tayari kwa ajili ya kukuhudumia. Popote pale. Kwa hiyo mtu usije hata siku moja, na wengi anakuwa ni watu walioamua wamekuwa sana kiroho mpaka wamelizidi kanisa lolote lile, anakuambia nimebaki tu na Kristo, kanisa halinitoshi. Sasa Biblia inasema kanisa ndio mwili wa Kristo. Kwa hiyo hao watu ambao unakuta wamekuwa kiroho mpaka wamelipita kanisa, ujue wako kwenye roho nyingine, sio ile roho ya Kristo. Hata siku moja. Lakini wapo. Na naomba yamkini hatuko hapa, nimesema sio wengi, sidhani kama wana namna hiyo hapa. Hapa tuliopo ni wale ambao tunakuja mara moja moja. Hilo nalo linatuhusu. Lakini wale ambao ameamua anakuambia na miaka 3 sisali kanisa lolote, huyo ujue kwamba uko kwenye kinywa cha simba, uko kwenye kinywa cha shetani, unashughulikiwa hata kama una Biblia. Biblia imesema wazi. Nami nitajenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitashinda. Lakini ukisoma hii ndio isoma kwenye King James, ni maneno ya utangulizi. Tusome kwenye Zaburi ya 12 mstari wa 7. Hii inasoma kwenye King James kwa sababu imekosewa sana kwenye Biblia ya Kiswahili. Zaburi ya 12 mstari ule wa 7 anasema hivi. Zaburi ya 12 mstari wa 7. Niko pale. Anasema Thou shall keep them, O Lord. Thou shall preserve them from this generation forever. Alikuwa ameanzia mstari wa 6 anasema the words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shall keep them, O Lord.
thou shalt preserve them from this generation forever. Mungu anasema maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu sehemu kubwa yake ni kanisani. Anasema ni dhahabu iliyosafishwa mara 7, mstari wa 6 ule. Mstari wa 7 anasema Bwana hayo maneno utayatunza, alikuwa ananena katika roho, kutoka kizazi hiki hata milele. Kwa maana kwamba maneno ya Mungu hayawezi akawa yamekufa kabisa yakawa hayapo. Lazima utakapokuwa kutokuwa na neno la Mungu. Unajua hata katika Iraki kuna makanisa. Iraki kuna makanisa. Mtu wa Iraki akikataa kwenda kusali ameamua tu. Tanzania kuna makanisa mengi kuliko mashule. Lakini mtu anakuambia sina kanisa. Maneno ya Mungu hayafi. Sasa ngoja tufanye kulinganisha alafu twende kwenye ule utangulizi. Somo refu kidogo. Ngoja tufanye kulinganisha. Tufanye kulinganisha. Mtu anakuambia hakuna kanisa linalomtosha. Yeye linaweza kumfundisha amebaki na Kristo. Hebu niulize. Mwanadamu katika maisha yake anapata huduma tofauti tofauti. Unaweza kupata huduma ya hospitali, unaweza kupata huduma ya shule, unaweza kupata huduma ya dukani, sokoni, ukapata huduma kwenye ofisi za serikali, labda vitambulisho. Ndio maisha yetu, ukapata huduma ya kanisa, ya kiroho, huduma mbalimbali. Hawa watu nakuta katika kitu ambacho huduma haendi kupata hiyo huduma inakuwa ni kanisani tu peke yake. Je, utamkuta mtu anakuambia kwamba mimi siendi tena hospitali kwa sababu hospitali zote madaktari wote hawajui. Au ni mbaya. Utamkuta mtu wa namna hiyo. Inakuwaje ni kanisa tu peke yake kama sio shetani kuua sasa. Inakuwaje ni kanisa tu lakini hospitali zote anaenda hospitali. Humpati. Utakayempata ni wa kanisa. Haya. Mwingine anakuambia tumpate mtu atakayekwambia mimi bwana siku hizi natembea kwa miguu, usipande gari lote, madereva wote ni vichaa. Yaani ni mimi tu na miguu yangu peke yangu. Hautampata. Gari atapanda, hospitali ataenda lakini kanisani haendi. Na sababu anakuambia kanisa baya. Kwa nini hatupati magari mabaya? Wanasema magari yote mimi sitapanda kwa sababu madereva siku hizi ni vichaa, wataangusha magari. Hautawapata. Hizo ni huduma. Huduma zote anazipata, huduma moja ndo naikataa. Anakuambia mimi sitakula chakula chochote, mbegu za siku hizi zote zimeharibika. Wametuletea mbegu mabaya yote ya kisasa, mimi sitaki. Sili chakula tena, nimeacha. Ataacha kwenda kanisani lakini chakula ataendelea kula hata kama anakuambia kuna mbegu mbaya. Kwa hiyo unajua kwamba ni kazi ya shetani. Haya, mwingine atakwambia mimi shule zote zimeharibika sasa hivi ni mbaya. Sipeleki mtoto wangu shule hata moja. Utampata? Kanisa tu peke yake. Kwa hiyo tunaona kwamba shetani yuko kazini. Mwingine anasema sasa hivi mazingira ya kazi, ajira zote ni mbaya, hazilipi, sitaki ajira, nabaki tu hivi bila kazi. Umpati. Atakuwa anafukuzana na ile ajira. Kwa hiyo kwingine kote anaenda isipokuwa kanisani. Ndio kwamba shetani ashangoa mizizi. Lakini kama nilivyosema kweli sio kila kanisa una jukumu, naomba hili una jukumu la mtu mwingine wanamcheka anakuambia, wewe anakuambia mtu ambaye wanamcheka kimakosa na ni makosa mabaya. Unakuta mtu anakuambia mimi nimesali makanisa 6-7 tofauti, nimeenda mpaka msikitini. Huyo mtu usimcheke, ni jukumu pia lako la kutembelea makanisa mpaka utakapopata kanisa zuri. Ila usiache kwenda. Mtu anakuambia mimi sitaki injili kwa sababu ni Mkatoliki. Hapana. Sikiliza kote mpaka Biblia sio Biblia ni sasa ni msemo wa duniani. Anayetafuta achoke. Akichoka ameshapata. Kwa hiyo mimi ninampenda mtu nikili ambaye nikikutana naye kwenye habari za injili anakuambia nimepitia kwenye makanisa mengi. Huyo nampenda. Kwa sababu hajaridhika, ana jukumu la kumtafuta Kristo. Lakini pia kuna mwingine anazunguka tu, unakuta ni lengo anatafuta miujiza. Unasikia ameenda kwa maposa, labda yule muujiza akaukosa, maana kule mpaka uwe feki sana. Akaenda kwa Suguye na akakosa, ukamkuta tu anazunguka kama maji kwenye kisima. Huyo naye ni matatizo.
Kama tafuta injili inakohubiriwa. Na kwa mfano ngoja nikiri, nijipendelee sisi tulioko hapa. Akija mtu akasema nimekuja hapa, nikakuta hakuna injili nikaondoka, huyo ujue na shetani naye kambeba. Tunahubiri injili ya kweli? Kabisa. Kweli. Aya, naomba nijisifie. Hakuna anayetufikia Tanzania kwa kuhubiri injili. Kweli kabisa. Lakini usipokuja hapa, nenda kwa wengine basi. Kama wanasoma mstari mmoja, nenda kausome mstari mmoja. Huo. Lakini kama utafika sehemu tunahubiri mistari 50 kwa siku, njoo hapa. Kwa hiyo hii mambo ya kudanganya kwamba sina kanisa, ujue shetani amesha kupata. Twende katika vipengele. Kipengele cha kwanza kinasema, kwa nini twende kanisani hata kama by the way ngoja nikiripia kusema kwamba kuamka kwenda kanisani sio kazi rahisi sana. Shetani hakuruhusu kirahisi. Kipindi hichi kuna kabaridi atakufanya usikie. Hem subiri kidogo. Leo mimi niwaambie nimeamka nikaanza kusinzia tena hapa leo. Nawaambia. Nikaanza kusinzia kale kabaridi kale kwa tamu sana. Nikashtuka papas. Nikasema ngoja ning'oke kabisa. Shetani hata kuruhusu kirahisi. Lakini vile vile usimrupe ruhusa ya kumsikiliza. Wewe ng'oka tu. Ng'oka tu uende. Uende kabisa. Kwa hiyo sio rahisi sana kwenda kanisa. Ni kama ilivyo kwenda kazini. Mtu anatafuta kazi kwa shida kweli, mwingine anatoa na rushwa, lakini akishaipata anaenda tena kwa goigoi. Sio rahisi sana. Sehemu tamu ya kazi ni mshahara tu. Siko mshahara patampa. Lakini hutaupata bila kuamka na kwenda. Sehemu tamu ya Kristo ni ile nguvu ya Kristo na wema wa Kristo na nguvu. Lakini mshahara kazi yako unayofanya kupata ule mshahara ni kuamka na kumtafuta. Daudi anasema Bwana nitakutafuta mapema. Asubuhi nitakutafuta Bwana. Daudi anasema mfalme alikuwa amepungukiwa nini? Alikuwa na watumishi, alikuwa na majeshi, alikuwa na fedha na mali na utajiri, alikuwa na familia, alikuwa na watoto wengi, lakini anasema Bwana nitakutafuta. Hivi kama mfalme anamtafuta Mungu, wewe kwa nini usimtafute? Kwa nini? Kwa nini mimi simtafute Mungu? Kwa nini simtafute Yesu? Kwa nini? Mimi nasema hii kwa sababu wakati mwingine anajikasikia na mimi. Ninaangalia ni kiwango gani nimeiwekeza katika kumtafuta Mungu. Nikimwangalia Daudi aliyekuwa na kila kitu lakini analala usiku, anasema godoro langu limekuwa ndo machozi yangu, nimejaa machozi. Ninajikuta kwamba kiwango changu cha kumtafuta Mungu hakijatosha. Mimi hapa nayewaambia hakijatosha. Lakini leo hii mtu akienda akapata kasimu ka mkononi kanamtosha kumzuia kwenda kanisani. Akitokea akapata ka degree basi anakuambia nimesha graduate. Kamemtosha. Ka degree. Kamoja. Kadogo. Anakuambia mimi nimetosha sina muda wa kwenda kanisani. Amefaulu, amemaliza form 6, form 4. Anakuambia nimetosha. Jamani tusifanye hivyo. Amina. Tusifanye. Tuangalie Daudi. Hata Yesu Kristo mwenyewe ni mfano mzuri, maana wa Daudi. Alikuwa anatoka anaenda mlimani kuomba. Alikuwa hana nyumba. Una nyumba Biblia. Yaani anamwambia usiende mlimani, anasema ingia kwenye chumba chako. Ndicho alichokuambia. Nenda chumbani kwako kaombe pale. Kama Yesu anamtafuta Mungu Baba na nguvu za Roho wa Mungu zilikuwa zimemjaa. Kwa nini mimi na wewe tumtafute kwa uzembe kiasi? Na kadhalika. Sasa tuje tuone kwa nini ni jukumu letu kulitafuta kanisa hata kama sio zuri kiasi gani. Tuje kitu ya kwanza. Hoja ya kwanza inasema kanisa ndiyo sehemu ya kukutana na Mungu na Kristo kimsingi. Yaani Mungu yuko kila sehemu, hata ndani ya moyo wa Mkristo yupo. Mungu yuko kila sehemu, kwenye upepo wa Mungu na Mungu ndani yake. Lakini kuna sehemu utendaji wa Mungu ameuweka tayari, sehemu kuu kabisa kwenye uso wa dunia ni ndani ya kanisa lake. Na ndio Yesu alisema nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitashinda. Alikuwa anajua sehemu ya yeye kwenda kufanya kazi yake, ya kukutana na watu wake. Hem tuende tuanze katika Zaburi. Nenda sehemu nyingi kidogo. Hii mstari tuipitie haraka, alafu tutaijadili kwa pamoja. Zaburi
Zaburi ile ya 73 anasema hivi. Hii ni zaburi maarufu sana ya Asafu, sio ya Daudi. Mlango wa 73 wa Zaburi, some mstari wa 2 na wa 3 afu turuke mstari wa 17. Anasema hivi. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Huyo mtu alikuwa anaanguka. Alikuwa hafai. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Mtu asienda kanisani ameteleza huyo. Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna nilipoiona hali ya amani ya wasio haki. Anasema watu wasio haki akaona mambo yao yanaenda vizuri na nini. Kidogo akateleza na yeye. Akataka kuungana nao akasema kumbe usipoenda kanisani unapata mambo mazuri basi. Akataka kuteleza. Baadaye anasema aliyatafakari. Ukisoma ile Zaburi ni ndefu, aliyatafakari akagundua kwamba hao watu wamewekwa kwa machinjo. Wako kwenye amani tu, ni kama unavyokuwa unamlisha broiler, unamlisha ukafikiri linanenepa ukafikiri ndio liko linaenjoy kumbe liko inaenda kukatwa kichwa. Anasema ndicho alichokigundua. Mstari wa 17 anasema hivi. Zaburi ya 17 ya 73 mstari wa 17 anasema hata nilipoingia katika patakatifu pa Mungu nikautafakari mwisho wao. Anasema nilikuwa nishapotoka, nilikuwa na upofu, nilikuwa sijui chochote. Nilipoingia kanisani patakatifu pa Mungu ni jina jingine la anasema ni jina jingine la kusanyiko la kanisa. Ndo nikaweza kujua tatizo la wale watu. Nje ya kanisa ningeungana nao tu. Kwa hiyo kanisani ndipo alipoweza kupata ujumbe wa Kristo. Sijui kama hiyo hoja imepenya kidogo ikaeleweka. Ni mpaka alipoingia patakatifu. Penginepo nje, alipokuwa nje ya patakatifu alikuwa anaendelea kuona tofauti. Lakini alipoingia patakatifu akagundua hawa jamaa wana matatizo. Twende katika kitabu cha Kumbukumbu. Kwa hiyo tunaangalia kipengele cha kwanza, kwa nini twende kanisani hata kwa gharama yote ile, hata kama ni mbali kiasi gani, tulitafute kanisa. Hoja ya kwanza ni kwamba kanisa ndiyo sehemu ya kukutana na Kristo. Usipoenda kanisani, uwezekano wa kukutana na Kristo sio wako, hauna uhakika sana. Labda unaweza kukutana na Kristo kama Yona. Yona alikutana naye kule baharini. Sio pazuri pale. Anasema katika kitabu cha Kumbukumbu 12 ile kwenye vile vitabu vitano vya mwanzo mwa Biblia, Kumbukumbu ni ya 5. Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu. Anasema Kumbukumbu 12 anasema mstari wa 13 mpaka 14 anasema hivi. Kumbukumbu 13:14 anasema hivi. Hapa hatuongelea kanisa moja kwa moja, tunasema kwenye kusanyiko la Mungu. Kanisa ni kusanyiko. Biblia inasema Musa alikuwa na kusanyiko jangwani. Alikuwa na kanisa jangwani, anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hiyo lile kusanyiko la kimungu la kiibada ndilo tunalolisema, ama ni hekalu wakati ule ama ni kanisa wakati wa Kristo. Anasema mstari ule wa 13 anasema hivi. Kumbukumbu 12:13 anasema hivi. Ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako mojawapo, ndipo utakapotoa sadaka zako za kuteketezwa, ndipo utakapotenda yote ni kuamruyo. Hiyo ni 13. Twende 17 na 18 mstari huo. 17 na 18 sura hiyo sorry. Usile ndani ya malango yako zaka ya nafaka zako, wala ya divai yako, wala ya mafuta yako, wala wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe, wala ya kondoo, wala nadhiri zako uwekazo zote, wala sadaka zako za hiari, wala sadaka za kuinuliwa ya mikono yako. Lakini hivyo mtakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako, wewe na mwanao na mkeo na mme wako na mtumwa wako, mme na mke na Mlawi aliye ndani ya malango yako, nawe furahi mbele za Bwana Mungu wako katika yote utakayotoa. Anataka kusema kwamba anataka usifanye vitu vyote ukiwa peke yako. Anataka uende katika lile kusanyiko alilochagua. Mtu anakuambia mimi ninasalia sebuleni kwangu nitakuwa nafuatilia kipindi kwenye TV. Wako watu wanasali wa hivyo wengi kabisa. Jumapili kifika anafungua TV anamfuatilia TV Joshua. Sio atakao kumfuatilia nani ashakufa. Mungu anakuambia hilo kusanyiko lako la sadaka na nini, vitu vya kiibada hivi. Usiende ukavifanyia popote pale, utakuwa umekosea. Nenda sehemu ambapo Mungu amechagua. Hakuna sehemu Mungu aliyoichagua nje ya kanisa kwenye uso wa dunia hii. Kabisa.
Anakuambia mtu anakuambia mimi sadaka zangu saa hizi sizipeleki tena kanisani naenda kuwapa watu sehemu fulani. Mungu anataka tuwape watu vitu na nilishafundisha hilo somo sana, lakini bado kuna jukumu la kuliwezesha kanisa lake kwa kazi yake, sio kwa vitambi vya watu vya wezi wa sadaka. Mungu anasema hizi sadaka zako usizitolee popote pale, staki. Na usifanye kusanyiko popote pale, staki. Lazima kusanyike pale ambapo nimepaadhimisha mimi. Sisi kama tumesikia hili neno lilivyoandikwa. Mungu hajapendezwa kufanyia popote pale. Sebuleni kwako hapana, anasema nenda kwenye kanisa. Ndicho alichosema. Anasema katika kitabu cha Kutoka. Jamani naomba pia nieleweke naongea kwa msisitizo. Msisitizo ni jukumu letu. Mungu anasema tupige kelele. Wala sio kemeo. Na nadhani mnaonifuatilia mnaweza kugundua kwamba sikemei. Namkemea nani? Tunakemeaga dhambi. Mtu wa kwanza ambaye kumkemea dhambi ni mimi mwenyewe. Yaani hapa ni kusitiza na wakati mwingine kemeo zimo lakini sio kwa makusudi. Hapa tunaongea kwa sauti ili kusudi tumaanishe. Biblia inasema piga kelele. Piga kelele. Ukihubiri weka na mara nyingine sio kupiga kelele kwa lengo la kelele, hapana. Tunampiga kelele pale tunapostahili kupiga kelele. Nasema katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20, Kutoka 20 kama ulikuwa kwenye kumbukumbu sogea kulia kushoto kule kitabu cha Kutoka mlango wa 20 mstari ule wa Kutoka 20 mstari wa 24 anasema hivi. 24 anasema hivi. Utanifanyia madhabahu ya udongo nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapo kujilia na kukubarikia. Alimwambia fanya popote pale, alimwambia ni sehemu nilipochagua. Anasema hapo ndipo nitakapokuja. Mtindo wa Mungu ni ule ule. Pale alipo pachagua ikawa ndipo kusanyiko. By the way tushasema kusanyiko kanisa, hata tukihamisha hapa tukatoka tukaenda chini ya mti. Lakini Paulo alikuwa anasalia chini ya mti. Kanisa sio majengo. Unaweza ukachukua jengo la shule ukawa unasali mle litakuwa ni kanisa. Unaweza ukachagua mti wa kivuli ukasali. Tuwe kusalia chini ya mti siku moja. Tulikuwa tumeenda kwa Masai kwenye ibada fulani. Tulikuwa chini ya mti na ilikuwa ni kanisa. Anachosema ni lile kusanyiko kwa jina la Mungu ndilo kanisa. Na lenye mhubiri, lenye watendakazi mbalimbali, sio la kanisa unasikia mchungaji ni mume wake, mama ndo nini wanasema ni familia. Hapana, Mungu anataka tuwe familia nyingi zilizo amini Yesu na zinazofanya kazi. Kazi ya kanisa moja wapo ni kupeleka injili. Tutakuja kuona kwamba kosa jingine la watu wa namna hii ambao wanakuambia yuko na Yesu, hafanyi kazi ya Yesu, anabaki peke yake. Hafanyi kazi yoyote, hafanyi kazi ya injili. Kwa sababu huwezi kuifanya nje ya kanisa. Hizo kazi huwezi utafanya vyovyote lakini huwezi kufanya kazi ya Mungu nje ya kanisa. Huwezi. Kwa hiyo tunaona katika Kutoka pia anasema angalia usije ukafanya popote pale, ni pale nilipochagua ambapo Kristo alichagua jina la kanisa lake. Tulikuwa katika Kutoka Kumbukumbu 6:6 sitaenda huko nitaisema tu. Kumbukumbu 6:6 anasema. Kumbukumbu 6:6 anasema hivi. Na anaisema sehemu nyingine Kumbukumbu 11 anasema hivi. Nawe utawafundisha watoto wako. Ili kwa sababu tuna matatizo ya watoto kuwafundisha na wazazi hatujui kulea watoto. Huu mstari naomba tu ni usome, sina jinsi. Nilifikiri sitausoma lakini naomba mniruhusu tu ni usome. Kumbukumbu 6:6 nasema hivi. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundisha watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na nini. Mungu anasema pamoja na kwamba kuna kanisa, kuna kusanyiko na nini, lakini inakudai pia kwa na watoto wako unawafundisha nyumbani. Sasa hana maana kwamba kimoja kifanyika kingine kisifanyike. Wewe ukasema kwa sababu nishaenda kanisani,
Huku nyuma tumetoka kuona akisema kwamba lazima mkusanyike sehemu moja ndipo nitakapowajiria. Lakini bado katika kitabu hicho anawaambia uwafundishe na watoto wako nyumbani kwako. Kwa hiyo Mungu anataka vyote. Ukisema kufundisha tunafundishana Biblia nyumbani peke yake, Mungu anasema hiyo haitoshi. Lakini ukisema pia kwamba nitaenda kanisani lakini sitafundisha, Mungu anasema nayo haitoshi. Anavitaka vyote. Anavitaka vyote. Biblia inasema katika Mathayo 18:19 na 20 anasema wakusanyikapo wawili watatu katika jina langu ndipo nitakapokuwepo katikati yao. Inatupa picha kwamba Mungu anakuja tunapokuwa tumekusanyika katika kanisa. Huwezi kujua ni kitu gani Mungu amekutendea siku hiyo kwa kuja kanisani. Huwezi kujua. Lakini yeye anayeona sirini anajua. Na akikufungulia zaidi macho ya rohoni pia utajua. Kwa hiyo tunaona kwamba ni pale ambapo tunakusanyika kwenye kusanyiko la Mungu ndipo Mungu anapotujiria na ndipo tunapompendeza. Na anasema msikusanyike peke yenu, angalia usifanye hivyo. Hoja ya pili inayotupa ulazima wa kukusanyika katika kanisa inasema ukiacha kwamba Mungu anatujiria kwenye kusanyiko, lakini ni kama sharti kwamba Mungu anadai tukusanyike, yani moja kwa moja bila kujali kwamba atatuonekania, lakini anasema ni jukumu la kukusanyika. Twende katika kitabu cha Ibrania mlango ule wa 10 mstari wa 25. Hii ni sheria sasa kwenye agano jipya. Ibrania 10:25 anasema hivi. Ibrania 10:25 anasema hivi. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Mungu anasema jinsi muda unavyosogea na uovu wa dunia unavyoongezeka, ni vizuri sana, yani ni sharti. Anasema msiache. Mtu akikwambia usiache, maana yake usiache kukusanyika. Sioni hiari ya kwenda kanisani kwa mstari huu. Sioni hiari. Angesema ukiweza, angetoa nafasi akasema ukiweza nenda. Hapana, anasema usiache. Sehemu nyingine anasema msiache kutenda mema. Hana maana kwamba mna ruhusa ya kutenda mema, hapana, anasema msiache. Anasema katika lugha hasi, katika negative. Maana yake ni msisitizo. Mtu anapoongea lugha katika lugha hasi huwa ni sauti ya msisitizo kwamba usiache. Maana yake anakazia. Anasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza. Kwa hiyo tunaangalia hoja ya pili na tafana ile ya kwanza. Ya kwanza ilikuwa ni Mungu anatuonekania sana tunapokuwa katikati ya kusanyiko. Lakini ya pili inatudai kwamba ni jukumu na ni lazima kukusanyika. Kwa mfano anasema katika Timotheo wa kwanza 3:15 anasema hivi. Nadhani alikuwa ameikosea kwenye lugha ya Kiswahili, lakini wewe angalie kama Timotheo wa kwanza 3:15 anasema hivi. Lakini Timotheo wa kwanza 3:15 anasema hivi. Lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kulingana na Mungu, kanisa ndiyo nyumba ya Mungu. Nikuulize, ukitaka kukutana na mtu, sehemu nzuri zaidi ni wapi? Unaenda nyumbani kwake? Utategemea mkutane kwenye bodaboda? Anasema nikikawia, alikuwa anamfundisha. Hapa kuna ujumbe mwingine wa namna ya kuenenda katika nyumba ya Mungu. Hivi ukienda kwa mtu unayemheshimu utatembea ovyo kwenye nyumba yake? Au utafanya hapa tuna uhuru wa kutembea kwenye kanisa. Hatuko kwenye yale makanisa ya kutembea kama vile yani unanyatanyata, hapana. Tuna uhuru lakini kwa heshima. Kwa heshima. Lakini anachotaka kusema ni kwamba anasema kanisa ndo nyumba ya Mungu
Na kama tunataka kukutana na Mungu, kwa nini tusiende nyumbani kwake? Lakini vile vile anasema ndo msingi na nguzo ya kweli. Yaani ukitaka kujua kweli, hutaenda kwenye TV. Hutaenda kwenye simu, utaenda kwenye nyumba ya Mungu. Ndio msingi na nguzo ya kweli. Nje hapo utapata uongo kulingana na neno la Mungu. Nasema Ibrania 2:12 anasema hivi, naenda haraka kwa sababu ya muda tena sina. Muda umeenda sana. Ibrania 2:12 anasema akisema nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Hii inapatikana pia, ilikuwa imetokea katika Zaburi ya 22 mlango wa 22 wa Zaburi mstari wa 22. Zaburi 22. Anairudia anasema tukitaka kumwimbia Mungu sifa, tufanye katikati ya kanisa kama tunavyoimba hapa. Huoni kama ni sehemu ya kubeza. Sio sehemu ya kwenda unapojisikia. Sio sehemu ya kwenda sikukuu maalum. Sio sehemu ya kwenda unapokuwa umepata matatizo pekee yake. Ni sehemu ya kwenda kama sharti la Mungu tuseme. Luka 4:16 anasema hivi. Luka 4:16 anasema hivi. Luka 4:16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Wakati huo kanisa lilikuwa halijajengwa. Ilikuwa bado ni sinagogi. Na ilikuwa ni sehemu ya Mungu. Sema ilikuwa imeharibiwa, ni kama kanisa ya leo. Lakini Yesu pamoja, sinagogi halikuwa lina sehemu nzuri sana. Ilikuwa ni kanisa lililopotoka. Lakini Yesu anasema alikuwa haachi kwenda, alikuwa naenda kama desturi yake. Sasa Yesu anamhitaji sana Mungu kuliko wewe na mimi. Maana kama Yesu alikuwa haachi kwenda, kwa nini sisi tunaacha kwenda? Kwa nini tunatafuta sababu ya kukutana na Yesu kwingine ambapo ni nje ya nyumba yake? Yeye mwenyewe alikuwa anaenda. Na nafikiri alikuwa anatoa mfano ili kusudi watu wajue kwamba ukitaka kukutana naye nenda tu utamkuta pale. Nenda. Asingeenda watu wangemtafuta popote pale, lakini anaenda pale kusudi wakija wamkute pale, wamkute kanisani. Ndicho alichokuwa anakifanya. Mathayo 23:1 kwa ajili ya muda nitakimbia sana. Mstari wa kwanza anasema Yesu, Mathayo 23:1 anasema Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote watakayowaambia yashikeni na kuyatenda, lakini kwa mfano matendo yao msitende. Mungu alikuwa na maana kwamba akina mafarisayo ndio walikuwa wahubiri, ndio walikuwa watu wa dini, ndio makanisa ya wakati huo. Wakati hawakujajengwa kanisa, hakuna kanisa zuri. Akasema hao watu sio wazuri. Na huku nyuma anawasema ole tu. Lakini anasema msiache kwenda pamoja na hao. Nendeni. Msijifanye watakatifu sana kuwazidi hao, nenda. Kwa sababu unapokuwa kanisani hakuna mtu mmoja mwenye hati miliki ya Mungu. Lile kusanyiko linakuwa ndilo Mungu analiangalia kuliko mtu mmoja. Hebu niulize, siku Roho Mtakatifu alipoangukia mitume kwenye Matendo ya Mitume wangu wa kwanza. Walikuwa mitume wamekusanyika, Roho Mtakatifu akaja kwenye ile kusanyiko, ndimi za moto zikanganyika zikakaa juu ya vichwa vyao. Unadhani mtume yoyote alikuwa mtume ambaye angekuwa hayupo kama Tomaso kama ameenda sehemu nyingine? Unadhani Roho Mtakatifu angemkuta kule akamshukia? Hapana, alimkuta kwenye kusanyiko. Alimkuta kwenye kusanyiko peke yake. Kwa hiyo huu mstari wa Mathayo nimeuingiza ili kusudi niwaonyeshe kwamba na Yesu alikuwa anajua kwamba utakaa sehemu ambapo hakuna kanisa zuri kwa vyote vile. Lakini anasema usije ukaacha kwenda kwa sababu hakuna kanisa la kutosha. Wewe nenda hata kama na mafarisayo, nenda tu. Wakati wewe una jukumu la kumomba Mungu kukupa kanisa lilo bora zaidi. Hem, tuende katika kipengele cha pili kinachosema cha tatu sasa. Hiki ni cha tatu. Kanisa ni mwili wa Kristo. Sasa hoja hii ni muhimu sana. Mwili una viungo vingi. Niulize jamani, tunaongea tunaelewa. Biblia inasema kanisa, hem tufungue pale. Anasema katika Efeso 5, tena Efeso 5. Wakati tunatafuta Efeso 5,
mimi nitakuwa naitafuta pia nauliza swali. Kuna kiungo kanisa tutaenda kusoma kwamba ni mwili wa Kristo na wote tunajua ni mwili wa Kristo. Je, kuna kiungo kinachokaa peke yake ukakuta kuna jicho tu linaishi peke yake? Lazima iwe imeshikana na viungo vingine. Je, ulishawahi kuona miguu peke yake inatembea bila kiwiliwili? Kwa hiyo huyo mtu anayekwambia yeye yuko nje ya kiungo, yuko salama. Ukikutana na vidole viko peke yake vimetupwa, vitakuwa viko salama. Si mpaka vio vimeshikana na kiungo. Kwa hiyo Waefeso 5:22 Biblia inasema hivi. Hapo sasa nafikiri tuiache tu Waefeso 5. Inahusu mwili wa Kristo na nini, lakini wote tunajua kwamba kanisa ni mwili wa Kristo na tunaona huko mbele. Twende mbele kidogo, twende kwenye Marko 16:15 na tutasoma Mathayo 14:17. Marko 16:15 tunajua nilikuwa natafuta mstari tuambia kwamba kanisa ndio mwili wa Kristo na ni kweli. Tutaiona pia katika Wakorintho wa kwanza 12 mbele kidogo, tutaiona pia katika Warumi 12 kanisa ni mwili wa Kristo. Ndio anasema na sisi ni viungo vyake. Mwingine ni mdomo, mwingine ni macho, mwingine ni moyo na nini. Sasa niulize, mtu huyu anayekwambia sieni kanisani kwa sababu nina Kristo. Marko 16:15 anaifanyia wapi? Twende pale Marko 16:15. Kuna kazi ambazo Mungu amelipa kanisa kwamba kanisa lifanye hizo kazi. Sasa huyo mtu mtakatifu sana anayempenda Mungu kuliko watu wote lakini hataki kwenda kanisani, hizi kazi alizolipa kanisa kama viungo, kama kiungo chake, kama mwili wake, huyo mtu anazifanyia wapi wakati hayumo katika lile kanisa? Kwa mfano anasema katika Marko 16:15 anasema hivi. Akawaambia, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Huyo mtu anayekutana na Yesu sebuleni kwake na kwenye simu peke yake, hii kazi ya kuhubiri injili aliyoambiwa na Yesu anaifanya? Kwa hiyo Yesu anapendezwa naye kwamba wewe tunapendana lakini hufanyi kazi yako. Hapana. Hawezi kufanya. Hii kazi ya kuhubiri injili huwezi kaifanya nje ya kanisa hata siku moja. Kwa hiyo lazima uwe sehemu ya kanisa ili kusudi uweze kufanya mapenzi ya Kristo. Na anaisema pia twende katika Mathayo, tunauliza huyu mtu ambaye anajikusanya peke yake. Na ni wengi. Mathayo, by the way, huwa sio kwamba ni wengi, ni kwamba ni wengi ndio, lakini sio kwamba ni kipindi anakuwa na anamtumikia Mungu. Hapana, ni kipindi anapokuwa ameanguka. Baadaye huwa anatoka kule. Baadaye huwa anatoka kule au anapotelea huko moja kwa moja. Kwa hiyo ni kipindi tu cha muda. Mathayo ila hataki kubali kwamba ameanguka. Mathayo 18 anasema mstari ule wa 17. Mathayo 18:17 anasema na asipowasikiliza wao liambie kanisa, na asipolisikiliza kanisa pia na awe kwako kama mtu wa mataifa mtoza ushuru. Mungu anatuambia kwamba unapokuwa umekosana na ndugu yako, na sehemu ya kukosana ipo tu kwenye maisha. Watu watakosana kwenye ndoa, watakosana na wazazi wao, sana watoto wao, kusana na ndugu wa damu. Akosana, anakwambia dawa yake sasa nenda kamwambie mmoja mmoja. Akikusikiliza umempata. Asipokusikiliza tafuta mashahidi wengine wa imani, mmoja au wawili. Unamwambia bwana mimi huwa nina tabia ya kumwambia mtu nikiwa na shahidi. Nimeshafikia hiyo hatua. So watu ni wachafu. Sitaki kumwambia mtu kitu bila kumuita mtu wa shahidi watatu. Bwana tabia hii. Anasema ukiona sasa hayuko kwenye nafasi ya kukusikiliza mkiwa wawili, usiharakishe. Nenda kamtafute mtu watatu mweke pale. Au mshauriane na yeye, anakuambia hapo mtaelewana. Ukiona hamjaelewana kwa ushauri wa mtu wa pili watatu shahidi,
nenda kaliambie kanisa. Ndio inakuwa kama ndio sasa rufaa ya juu. Na kama ameshindwa kulisikiliza kanisa, mhesabu kama sasa huyo hamuelewani tena, mwachie apotee. Sasa huyu mtu ambaye anakuambia ana Yesu peke yake, hii hatua ya kanisa kuwa sehemu ya usuluhishi wa maisha yake, na matatizo yapo. Na hivi yuko mikononi mwa shetani ndio atakuwa yamezidi. Hii huduma ataipata wapi? Huduma ya ndoa ataipata wapi? Huduma ya maziko ataipata wapi? Huduma nyingine anakuambia nilikuwa na Yesu. Ni mtu aliyepotea lakini anajifanya anapotea kiroho. Amepotea rohoni. Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza mlango wa 3. Amani kibahatika kupata mistari mingi inayokufundisha kitu kimoja. Shukuru tu Mungu. Ukitoka hapa utapumzika sana. Wakorinto wa kwanza 3:9 anasema Wakorinto wa kwanza 3:9 anasema maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Unaona ni muktadha wa kusanyiko la kanisa. Anasema tukitaka kufanya kazi pamoja na Mungu, tunakuwa tuko katika lile shamba la Mungu. Hebu niambie ushawahi kuona shamba lenye mmea mmoja? Ndio nakwambia nina shamba la mgomba mmoja. Lazima shamba liwe kama ni migomba ni mingi. Kama ni mahindi ni mengi. Anasema na ni watenda kazi. Ulishawahi kuona kampuni ya mtu mmoja anafanya peke yake? Leo hii kusudi wewe kufanya kazi, ama utafanya kazi serikalini au utafanya katika kampuni, ufanye kazi kwenye nani peke yako. Sasa kama duniani wanakusanyika wanafanya vitu katika kusanyiko, kwa nini kwa Mungu tusikusanyika katika kanisa basi? Kwa mfano hii misali tunaangalia ni ile vitu ambavyo ni vya utendaji wa kikanisa ambavyo huyo mtu anayekwambia yeye na Yesu tu peke yake kwenye simu yake na kwenye TV. Wako wengi. Tunaona kwamba hatapeleka injili kwa sababu hana aliyemtuma, sema wataendaje wasipotuma na watatumaje wasipohubiriwa. Yaani hiyo ni huduma ya kikanisa. Tunaona kwamba akipata tatizo anapa kusuluhisha kwa sababu hakuna kanisa. Tukaona pia kwamba hawezi kufanya kazi ya Mungu kwa sababu hakuna shamba, yuko peke yake. Na la mwisho twende katika Yakobo 5:14-15 anasema Yakobo 5:14-15. Twende haraka tutamaliza tu msiogope. Yakobo 5:14-15 anasema hivi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi na awaite wazee wa nyumbani kwake, ndio amesema. Amesema wazee wa kanisa. Nao wamwombee na kumpaka mafuta. Wazee wa kanisa kimsingi ina maana kuu ya kwanza ni wachungaji. Ndio wazee wa kanisa. La pili ni mtu yote kimsingi ambaye amekuwa kiroho, ana uwezo wa kuhudumu katika mambo ya kiroho. Hilo kundi linaingia kwenye kundi la wazee wa kanisa. Kwanza na wachungaji. Na mashemasi. Sio wale shemasi wanaopokea watu wa makanisani. Ile ni vitu tu ni makundi wanajitengenezea. Sasa huyu mtu ambaye hana hata wa kumuombea, hana hata mtu wa kwa sababu Mungu angesema ukipata hili tatizo omba tu nitakujibu. Si tuko wote? Hapana, niwaambia nenda chukua jukumu la kwenda kutafuta wale watu waje wakuombee. Kwa hiyo unaona kwamba ni shetani tu ameamua kumtenga na kumnyima nguvu za Kristo. Lakini yeye anakuambia niko kiroho, sina kanisa la kunitosha. Nikupotea. Nikupotea kubaya alafu. Bora upotee bila kujua, lakini ukipotea umeshajua kweli alafu ukarudi nyuma unapotea vibaya. Hebu niulize mtoto ambaye hajaanza shule na ambaye alishaanza kaacha shule, ni nani ambaye anaweza karudi shule akasoma vizuri? Huyu ambaye ndo anaanza kwa mara ya kwanza au huyu alishaenda ikamshinda anarudi tena? Anayeanza mara ya kwanza ataenda kanisa, ataenda shuleni atasoma. Lakini huyu alikuwa ameshasoma ikamshinda, alafu ukasema naenda tena kumlazimisha kwenda tena shuleni akasome upya, ujue umeshapoteza. Ni mtu alishaenda kanisani akashindwa, akasema naenda kuungana na Yesu sebuleni kwangu, alafu siku ya kurudi atarudi lakini kwa tabu. Kabisa. Twende katika hoja ya mwisho ambayo nilisema ilikuwa sehemu ya utangulizi lakini tuikazie kwa maandiko.
watu wanaotoka makanisani wakidhani kwamba wamekuwa sana kiroho mpaka hawana anakuambia wahubiri wote hawajui. Ndio sababu kubwa nishawasikia wengi. Kila mhubiri hajui Biblia. Kwa hiyo ninaenda kwa Yesu pekee yake. Watu wa namna hiyo nishasema ni mbinu ya shetani na mfano wa mbinu tuliyosema ni pale ambapo simba anaenda na mtenga nyati anaenda kumtoa kwenye kundi ndo anamweza. Sasa tuende katika kitabu cha Yeremia. Kwa hiyo hoja ya mwisho nasema tuone mbinu ya shetani katika eneo hili la kutenga watu. Yaani mtu anakuwa yuko kwenye kusanyiko, shetani anafanya ujanja anakuweka pembeni, wewe unadhani ndo anakukuza kiroho zaidi, kumbe ameshakumaliza. Sasa tuone Mungu analisemaje katika neno la Mungu. Anasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa 29. Iko tofauti Yeremia 29:13 anasema iko tofauti kidogo lakini nitaifafanua tuielewe. Yeremia 29:13 anasema nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nanyi mtanitafuta kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wote. Mungu anasema ni kipengele iko chini ya mbinu ya shetani. Shetani anakuambia Yesu hakuna kanisa ambapo Yesu anapatikana. Hayupo. Wewe nenda tu kajitenge kamtafute Yesu wako. Hayuko kwenye kusanyiko lake alisema atalijenga kanisa lilishamshinda halipo wewe nenda tu kakae peke yako. Ni mbinu ya shetani. Lakini kulingana na Mungu anasema hivi mkinitafuta kwa bidii, ukitafuta kanisa zuri kwa bidii, utalipata. Kwa moyo utalipata. Ukiona hujalipata ujue hujalitafuta. Biblia inasema anayetafuta hupata, anayeomba hupewa, anayebisha hufunguliwa. Kwa hiyo tunaona inawezekana uko sehemu ambapo hakuna kanisa, hakuna huduma, lakini ukimtafuta Mungu kwa bidii kwenye kusanyiko lake utampata. Anasema pia katika kitabu cha Mithali mlango ule wa 17. Mlango wa 8. Mithali 8 samahani. Mithali 8:17 niko nafunga sasa. Mithali 8:17 anasema hivi. Nawapenda wale wanipendao na Mungu anawapenda wamchukiao? Hapana, mtu asiyemchukia anasema mtu asiyenipenda hazishiki amri zangu. Mtu asiyenipenda hashiki neno langu. Lakini anasema wale wanipendao na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Sehemu ya kwanza kukutana na Mungu tumeshaona ni kanisani kwanza. Kimtafuta kwa bidii, tafuta kanisa kwa bidii. Sisi kabla hatuja hapa kwenye ile kusanyiko tulipitia kwenye makanisa mengi sana. Tulizunguka sana. Tuenda Mabibo, tukaenda Tabata sehemu tofauti. Tukaenda sehemu nyingi, tukaenda maeneo ya external kule. Tukaenda kwenye makanisa mengi. Tukaenda sehemu moja inaitwa pale Ubungo pale kuna kanisa la Kitiji, tukakuta watu wanaimba kama mapadri pale. Tukashindwa kabisa, alikuwa anasema Bwana wewe wapenda sala. Kuna mchungaji mmoja anaitwa Mlokoza alikuwa anaimba kipadri, tukasema hapa napo hapatufai, tukatoka. Lakini tuko hapa. Mtafuta Mungu kwa bidii utampata. Ndicho alichosema. Tumishi nafikiri na wewe naamini ushuhuda wako unafanana. Naamini. Anasema katika kitabu, kwa hiyo twende katika Luka. Tusiende kwenye Luka, tuanze kwa tumalizie maagano, tumalizie agano la kale lote. Tuna mistari miwili mizuri sana uisikilize. Kwenye Nyakati 2:28, Nyakati wa pili 29. Nyakati wa pili 28 na Nyakati tafuta Nyakati ilipo. Tufunge pale tuone. Na huu mstari ndio mbinu ya shetani. Sasa ile hoja kwamba hii ni mbinu ya shetani ya kumtenga mtu na kanisa akidhani kwamba ndo anampeleka kwa Kristo ndo inatimia kwenye huu mstari tunaosoma. Nyakati wa pili mlango wa 28 anasema hivi. Mstari ule wa mstari wa 24. Nyakati wa pili
28 alafu tusome 24 na 25. 24 mpaka 26 anasema hivi. Nyakati wa pili. Anasema hivi. Tena Ahazi akakusanya vyumba vyote vya nyumba ya Mungu. Hiyo ndo kanisa hiyo. Akavikata vipande vyombo vya nyumba ya Mungu, akaifunga milango ya nyumba ya Bwana, akajifanyizia madhabahu katika pembe ya Yerusalemu na katika kila mji wa Yuda akafanya mahali na sehemu nyingine. Lakini unaona kuna mfalme alikuwa wana kanisa, wana nyumba ya Mungu. Wakahudumu akafika sehemu fulani akachukua makomeo akaipiga kufuli akaifunga na vyombo vyote vile akavikatakata, akaanza kutafuta sehemu nyingine ya kuabudu. Akasema akajifanyizia madhabahu Yerusalemu kwingineko, lakini nyumba ya Mungu akaachana nayo. Alikuwa anaitwa mfalme Ahazi. Huyo ndiye Mkristo yule ambaye anaenda anafunga milango ya kwenda kanisani, uko ndo kufunga kanisa, akahamia sebreni kwake, kwenye TV, kwenye simu. Ndiyo maana yake. Ndiyo maana yake. Ndiyo maana yake. Alikuwa anaenda kanisani kwenye nyumba ya Mungu, anaipiga makufuli, anaifunga, anaenda kutafuta sehemu nyingine. Anasema anaenda kutafuta, akajifanyizia mahali pa ibada kwenye pembe za Yerusalemu kwingineko kokote kule. Akiamua sebleni kwake, akiamua kitandani kwake, akiamua popote pale. Huyo ndo Ahazi. Sasa Mungu anatutaka tusiwe Ahazi, anatutaka tuwe Hezekia. Hebu angalia mwanae Hezekia alichokifanya. Neno la msingi sana. Nyakati ulikuwa 28, nenda nyakati wa pili mbele kidogo kuna 29. Tusome mstari wa 3, Biblia inasema yeye katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, huyu kijana Hezekia hakusubiri. Baba yake alikufa. Definitely ukishaanza kufanya vitu kwa namna hii unaondoka. Anakuwa ndo ni kama ni simba anashamngata, ashamlarua. Sasa anaondoka Ahazi aliyekuwa ametoka kufunga nyumba ya Bwana, haendi tena kanisani. Anakuja kutawala Hezekia mwanae. Sasa sikia alichokifanya mwaka ule wa kwanza. Anasema hivi, yeye katika mwaka wake wa kwanza wa kutawala kwake, katika mwezi wa kwanza. Huyu mtu alisubiri. Mwaka wa kwanza, mwezi wa kwanza hakuchelewesha. Alifungua milango ya nyumba ya Bwana. Akaitengeneza. Sasa mimi namwambia huyo mtu ambaye alikuwa ameshaamua kufunga milango ya Mungu, haendi tena kanisani. Afanye kama Hezekia. Aache ukaidi wa Ahazi babaye, awe kama Hezekia, afungue milango aingie kanisani. Na wewe unayenisikia na ninayekwambia tufungue milango ya Bwana. Baraka alizozipata Hezekia, tuliwahi kusoma kitabu cha Isaya, milango yote ile ya 36, 37. Hezekia mpaka Mungu alimuongezea miaka 15 alikuwa anaenda kufa. Akamuongezea kwa sababu ya kazi hii. Unataka uwe na miaka mingi duniani? Ni vizuri. Nene kafungue nyumba ya Bwana, ukae humo. Kama Hezekia. Kama ulikuwa uondoke na miaka 80, anakuongezea 15 unaondoka na 95. Sio umeongeza kidogo, sio mbaya. Kwa hiyo tunaona tumalize kwa kusoma mstari wa mwisho kwenye Agano Jipya. Ni vizuri tufungie kwenye Agano Jipya. Nasema katika Injili ya Luka mlango wa 11 mstari wa 13 anasema, Luka 11:13 Biblia inasema, Luka 11:13 anasema hivi. Luka 11:13 Biblia inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Mungu anasema tukimwomba Mungu chochote, hasa katika anawapa Roho Mtakatifu. Leo mtu akisikia kwamba Mungu anaenda angesema magari wangecheka hapa wa Kristo. Lakini anasema ukimwomba Roho Mtakatifu atakupa. Ukimwomba kanisa atakupa. Ukimwomba sehemu ya kumtumikia na kumwabudu atakupa.
Na anachowapa ni Roho Mtakatifu. Kitu ambacho wanadamu wanaona labda sio kizuri, lakini hii ndio zawadi kubwa sana. Roho Mtakatifu wa Mungu tunakutana naye kanisa. Anasema ukimwomba tu atakupa. Huyo anayekwambia kwamba sina kanisa ni kwa sababu hajaliomba. Ninaishia tu kwenye TV. Hajaliomba. Kanisa haliko kwenye TV. Tutaishia hapa. Mungu awabariki sana. Awe pamoja na ninyi. Awalinde wiki yote hii, awafanikishe katika njia zenu, awakumbushe moyo wa ibada pia, awalinde dhidi ya maadui, awalinde dhidi ya magonjwa, awape kula, awape kunywa, awape amani ya moyo, awaondolee mawazo ya hofu, awape matumaini, awalinde watoto wenu, awalinde wakubwa katikati yenu na wadogo, awape furaha ya moyo na awape kushiba. Mungu awabariki sana. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amini yote tunapokea. Amen.